damu ni uhai. Damu imebeba uhai. Na Biblia inasema damu ya Yesu katika kitabu cha Waebrania, Biblia inasema na Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya kwa damu inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Damu inasema, damu inanena. Damu yoyote ikimwagika juu ya uso wa nchi ni damu inayosema. Na damu ya Yesu inasema mema kinyume cha mabaya katika maisha yetu. Wewe watu wakikusema vibaya, itumie damu ya Yesu kufuta kila kitu ambacho wamekipanda katika maisha yako. Na hata wakati mwingine taswira yako inapoharibiwa na wataabishaji na watesi, mashitaka ya uongo kazini, kuchafuliwa kwenye jamii, kuzushiwa, kutengenezewa kashfa. Lakini pia pale ambako unaapizwa kiganga na kichawi, hauna habari, watu wamesafiri, mko huko ofisini unafanya kazi, lakini watu wamekasirika, wamesafiri, wameenda kuapiza kwa waganga wa kienyeji na wachawi, wamekunenea mabaya, wamefanya ibada za sanamu, ibada za mazishi, ibada za maziko, ibada za wafu, wamekuzika katika makaburi. Huna habari, lakini unajiona tu kama hujielewi. Dawa ni damu ya Yesu inenayo mema kinyume cha mabaya, inayoweza kubatilisha kila ubaya unaosema katika maisha yako. Na wakati mwingi kabisa kujifunika kwa damu ya Yesu. Funika na watoto wako, funika kazi za mikono yako, jifunike wewe mwenyewe kwa damu ya Yesu. Ni damu ya Yesu iliyobeba uhai wa Mungu. Kama nilivyosema, kila damu imebeba uhai. Tofauti ya damu ya Yesu na damu nyingine, damu ya Yesu imebeba uhai wa Mungu mwenyewe. Ni damu ya Pasaka, ni damu ya Calvary, ni damu inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Wakati huu tunapoenda kwenye uchaguzi na kampeni mbalimbali, wengine watachafuliwa majina, wengine watasemewa vibaya, wengine watanenewa mabaya, ili mradi tu katika vinyang'anyiro vya kisiasa. Lakini ni maombi yangu kuwaomba sana wale ambao wanaenda kwenye hilo jukumu, kujifunika kwa damu, kujitakasa kwa damu, kuitia damu ya Yesu inenayo mema, ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Lakini ni wito wangu wa kichungaji pia kuitumia damu ya Yesu katika kuifunika nchi yetu. Wakati huu tunaopita ni wakati ambao tunahitaji damu inenayo mema, inene mema kinyume cha mabaya na kila nia mbaya ya watu walioko ndani au walioko nje wanaotutakia mabaya. Kwa damu ya Yesu tutavuka salama na tutakuwa na amani ipitayo akili za wanadamu wote. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Ni kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu tuifunike nchi hii. Hakuna tambiko, hakuna apizo, hakuna nuizo, hakuna kafara yoyote itakayotolewa juu ya nchi hii ikaharibu neema ya Mungu katika nchi yetu. Sisi waombaji tunasema hapana kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya Pasaka, damu ya Kalvari, damu inenayo mema. Ardhi yetu yenye mipaka kwa kusudi la Mungu aliyoitenga nchi hii imefunikwa kwa damu. Wako wapi waombaji wanaosema amina? Tumeifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Wala hapata kuwa na kafara, wala uharibifu, wala tambiko litakaloleta mauti katika nchi hii, lakini na tutamke damu ya Yesu. Kwa hiyo wiki hii tunapokuwa na zamu ya maombi ya kutumia damu ya Yesu, ni wakati mwema sana kwenye maisha yetu kuhakikisha tunaitumia damu ya Yesu kwenye nyumba zetu, kwenye familia zetu, lakini pia damu ya Yesu kwenye ofisi, damu ikanene mema kinyume cha mabaya. Lakini damu ya Yesu inenayo mema kinyume cha mabaya inazuia mauti. Labda nitakuambia tu, wakati wana wa Israeli wanatoka Misri, na hili natamani sana waombaji wote wa Tanzania wenye nia njema na kuiombea nchi hii wanisikilize sawa sawa. Damu ya Yesu ni damu inenayo mema kinyume cha mabaya, inayozuia mauti. Biblia inasema hivi, wana wa Israeli walipokuwa Misri, siku wanatolewa kutoka Misri
Unisikie sawa sawa. Biblia inasema Mungu alimwambia Musa, nitaitisha mauti juu ya uso wa nchi ya Misri, juu ya mzaliwa wa kwanza, na ni malaika wa mauti, tatuma malaika zangu, watapita kuua kila mzaliwa wa kwanza wa mnyama na wa mwanadamu. Akamwambia Musa, dawa na kinga utakayotumia, tafuteni mwana kondoo, nanyi mtamchinja. Utachukua ile damu, utaipaka juu ya miimo ya kuta, miimo ya milango pamoja na vizingiti vyake, ili kwamba ile mauti itakapokuja kwenye nyumba iliyopakwa damu, ikiona damu, hiyo mauti inarudi. Oh my God. Oh my God. Si mauti, sikiliza sawa sawa. Kuna mauti nyingine zinanuizwa na wachawi, kuna mauti nyingine zinanuizwa na wanadamu. Hii ilikuwa ni mauti original, imetoka kwa Mungu mwenyewe. Lakini ilipoona damu kwenye miimo, na ilikuwa ni damu ya mbuzi, damu ya mwana kondoo, ile mauti ilizuiliwa, iliondoka. Watu wote waliokuwa ndani ya nyumba iliyopakwa damu, mauti haikuwafikia. Na mimi nataka niwaambie, kwa damu ile, ilikuwa ni damu ya mbuzi na ya mwana kondoo iliyowekwa wakfu kwa neno la Bwana. Lakini damu ya Yesu ni zaidi ya mwana kondoo na mwana mbuzi. Tutakapoitia damu ya Yesu juu ya ardhi hii, mauti itazuiliwa kwa jina la Yesu Kristo. Na unajua, maneno yoyote yanayosemwa ni maneno yaliyobeba mauti, wakati mwingine maneno ya uharibifu. Lakini kwa kutumia damu ya Yesu Kristo, mauti inazuiliwa. Na mimi natamka madhabahuni pa Bwana, ukitumia damu ya Yesu kwenye duka lako, mauti ya uchumi, mauti ya fedha, mauti ya biashara, mauti yoyote inazuiliwa. Mauti ya kufa, mauti ya akili. Unajua kuna mtu ambaye anaishi lakini akili yake ya biashara ishakufa. Ulikuwa una akili sana ya biashara, ulikuwa una utashi wa kibiashara, lakini ghafla umeona kabisa mauti ya akili yako ya kibiashara imeisha. Ni maombi yangu, kwa damu ya Yesu Kristo, hiyo mauti ikazuiliwe. Izuiliwe nyumbani kwako, izuiliwe ofisini kwako, izuiliwe kwenye njia unayopitia, izuiliwe kila mahali. Kila mahali unakokwenda. Hata kama kuna barabara imeapizwa kwamba itafanyika ajali, damu ipatikane ya kafara, unaposafiri, nyunyiza hiyo damu ya Yesu kwenye hiyo barabara. Haijalishi ni mikoa mingapi una cross kwenye nchi, na Mungu wa Ibrahimu atazuia mauti katika hiyo barabara, katika anga, katika bahari. Na mimi nawaambia wale wenye akili na utashi na wanaoelewa, wakati huu ni wakati wa kuinyunyiza damu ya Yesu kila mahali, kwa fujo, kwa fujo. Oh my God, oh my God, oh my God. Yani kwa fujo, Mtwara kwa fujo, wale waombaji walioko Mtwara kwa fujo, waombaji walioko Dar es Salaam kwa fujo, waombaji walioko Kilimanjaro, walioko Mbeya. Wewe keni hiyo damu ya Yesu uko vijijini kila mahali, kwenye makampeni, tia damu ya Yesu kila mahali, weka damu ya Yesu, zuia kila mahali. Hakuna barabara itakayomeza watu, hakuna bahari itakayomeza watu, hakuna ziwa litakalomeza watu, hakuna anga itakayomeza watu. Peleka damu ya Yesu Kristo. Washindi wangesema amina, alafu ungempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Damu inenayo mema ikanene mema na ikazuilie mauti katika nyumba yako, katika maisha yako, katika kila eneo la maisha yako. Akubariki Mungu Mwenyezi kwa damu ya Yesu Kristo iliyobeba uhai wa Mungu, damu ya Pasaka, damu ya Kalvari, damu inenayo mema kinyume cha mabaya. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ufunikwe kwa damu.